Habari za mida hii tena, na tunashukuru kwa ugeni mkubwa uliotutembelea ofisini kwetu, na leo tutakuwa na mada chache tu ambazo tutakuwa tunajikita zaidi kujichambua kwa ajili ya masuala ya afya, kuwekana sawa, kukumbushana, lakini pia kuhamasishana wakati tunapokuwa tunasogea mbele kuijenga nchi yetu. Na leo tunataka kuzungumzia swala la ugonjwa wa UTI. UTI ni nini? Inatokana na nini? Inaambukizwaje? Namna mwanadamu anavyoweza kujikinga anapopata ugonjwa huu. Na ninapozungumza UTI, nina imani si neno geni sana kwenu wa Tanzania. Ni neno ambalo linazoeleka sana, lakini kumekuwa na mgongano wa maneno ambayo yanaweza kawa yanawaletea watu shida. Kwa mfano, nimekutana na mtu ananiambia ametoka hospitali, amepimwa, ameambiwa na UTI. Lakini ukikutana mwingine anakuambia nimepimwa hospitali, nimeambiwa nina mkojo mchafu. Mwingine anakuambia nimeenda kupimwa, nimeambiwa nina maambukizi kwenye njia ya mkojo. Yote hayo ni maneno ambayo yanaonekana kama vile yana utofauti, lakini maana yake ni ile ile. Maana tunapozungumza UTI tunasema ni kifupi cha urinary tract infection au maambukizi kwenye njia ya mkojo, ambao pia unaweza kutumia mkojo mchafu. Zote hizo ni lugha ambazo zinautambulisha ugonjwa huu wa UTI tunaozungumza katika siku ya leo. Na tunapokuwa tunauangalia ugonjwa huu, ni vizuri ukatambua kwamba zipo njia ambazo zimekuwa zikihusika sana katika swala zima la namna ugonjwa unavyoweza kuenea. Ugonjwa huu kwa kawaida huanzia kwenye mwanzo au mlango wa njia ya mkojo. Maana yake mwanzo, na ndipo wadudu wanapokuwa wanaingia kupitia pale na wanapanda kupitia njia tunayoita urethra. Huu ni mkojo, ni njia ya mkojo ambayo inapanda kwenda kwenye kibofu cha mkojo. Na kwa wanaume ina maana kabla ya kuingia kwenye kibofu cha mkojo inapita kwenye tezi dume, ambalo lile tezi linakuwa limezunguka mrija ule wa urethra, na ikitoka pale sasa inaingia kwenye kibofu cha mkojo. Na ikishaingia kwenye kibofu cha mkojo, kinachofuata ina maana inaweza kukaa pale kwa muda na ikaanza kusafiri tena kutumia mirija miwili inayobeba mkojo kutoka kwenye figo kuleta kwenye kibofu cha mkojo. Hizi kitaalamu tunaziita ureters. Na inapokuwa imepitia njia hizo, basi ni rahisi zaidi sasa kujikuta inaanza kuleta madhara kwenye figo. Na ni vizuri ukatambua inapokuwa iko kwenye figo, maana yake inaathiri figo kwa kiwango kikubwa, lakini ikiingia kwenye kibofu cha mkojo ni rahisi kuzalisha ugonjwa tunaita cystitis, ambao kwa kawaida unaweza kupelekea mwanadamu kupata maumivu makali, lakini ikiambatana na mkojo uliochanganyika na damu, kwa sababu tayari njia zile zinakuwa zimeathirika. Hizo ni namna ambavyo ugonjwa huu unaenea na unaweza kusafiri kuingia ndani ya mwili wa mwanadamu. Ni vizuri ukatambua kwamba ugonjwa huu unaweza kuwapata watu wote duniani. Mwanadamu yeyote, ili mradi anaitwa mwanadamu, anaweza kupata ugonjwa UTI. Tofauti inakuja kutokana na maumbile, ndio yanayopelekea baadhi ya watu hawasumbuliwi sana na ugonjwa huu, tofauti na magonjwa mengine. Kwa mfano, utaona kwamba idadi kubwa ya watu wanaosumbuliwa na ugonjwa wa UTI ni wanawake, watoto na wazee. Kwa nini tunasema hivyo? Hii inatokana na maumbile pamoja na uwezo wao wa kujihudumia. Moja, tunapozungumza habari za maumbile, ni vizuri ukatambua kutoka kwenye njia au kwenye mlango wa mkojo kwenda kwenye kibofu cha mkojo kwa mwanamke ni kati ya inchi 2 mpaka inchi 3 unakuwa umefika kwenye kibofu cha mkojo, ambapo kwa mwanaume inakuwa ni kama inchi 7 mpaka inchi 9 unakuwa umefika kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo wale wadudu kuweza kusafiri mpaka waanze kukuletea homa, unakuwa kwa mwanaume wamechelewa zaidi kuliko kwa mwanamke. Na hivyo kama atakuwa amewahi dawa au kala chakula ambacho kina uwezo wa kuimarisha kinga, huenda asipate dalili yoyote wala asiugue, kwa sababu wamedhibitiwa kabla hawajafika sehemu husika. Na hii ndio tunasema maana ya maumbile. Na sio hilo tu, kutokana na maumbile ya mwanamke, ni vizuri kufahamu kwamba mama anapokuwa katika kile kipindi cha hedhi, mama anapokuwa katika kipindi cha kupevushwa kwa mayai, mama anapokuwa mjamzito, maana yake mfumo wake wa kinga za mwili kwenye mfumo wa uzazi huwa zinashuka. Na kushuka huku huwa kunapelekea pH ile kuvurugika na asidi inapungua, wakati huo alkaline ikiongezeka, hali ambayo hupelekea sasa wale wadudu kuanza kupata maficho zaidi. Na ndio maana tunaona kwa mwanamke ni rahisi zaidi kuweza kupata maambukizi
ya ugonjwa wa UTI. Lakini sio hilo tu, wengine ni wale ambao hata uwezo wa kujisafisha kwa sababu umri umesogea, basi wanajikuta wanaambulia hali ya uchafu katika vitanda vyao, jambo ambalo linapelekea tatizo hili kuwa kubwa zaidi. Tuachilie mbali hilo, ni vizuri pia ukatambua watu hawa kadiri umri unavyosogea, basi kinga zao za mwili huwa zinashuka. Na kama kinga zitashuka na anaokaa nao wasijali, basi tatizo hili linaweza likamsumbua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu ambazo nimezitaja. Ni vizuri tukatambua kwamba ugonjwa wa UTI kama nilivyosema unatokana na maambukizi kwenye njia ya mkojo. Basi ni vizuri ukatambua kabisa kwamba hali hii hutokana na maambukizi ambayo hutokana na bakteria tunaoita Escherichia coli, na hawa wanapatikana kwenye njia ya haja kubwa. Nitumie lugha ya kunielewa vizuri. Wakiwa kwenye njia ya haja kubwa, wale bakteria ni normal flora, maana yake hawana madhara yoyote. Lakini wakitoka kwenye njia ya haja kubwa wakaingia sehemu nyingine yoyote, wana madhara makubwa. Hivyo basi ni rahisi zaidi kujikuta mara nyingi sana ukienda hospitali, kitu cha kwanza wanakuuliza choo chako kikoje, usafi wa choo chako kikoje. Kwa nini? Mara nyingi utaona watu wanaofanya kazi kwenye vyoo vyenye, yani maeneo ambao wanatumia vyoo vya public, tunazungumza habari za stendi, tuna masoko, tuna mashule na maeneo mengine ambayo yana uwezo wa kukusanya idadi kubwa ya watu. Hawa ndio wanaosumbuliwa zaidi na UTI, kwa sababu wale vimelea ni rahisi zaidi kupatikana kule, kwa sababu usafi wa watu wengi unakuwa sio wa kukidhi mahitaji ya mwanadamu. Kwa hiyo wadudu wale wameonekana kwa asilimia 80 mpaka 90 Escherichia coli wanaotoka kwenye njia ya haja kubwa ndio chanzo. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba kimelea mwingine yeyote akiingia kwenye njia ya mkojo, hapa tunazungumza habari za magonjwa kama magonjwa ya kisonono, tunapangusa, tuna magonjwa ya kaswende. Kimelea yote anaingia kwenye njia ya mkojo anaweza kusababisha UTI, ikiwepo ni fungus, akiwepo kimelea yoyote akiingia kwenye ile njia ya mkojo, basi huwa tunasema anatengeneza ugonjwa wa UTI. Lakini kikubwa zaidi, mdudu anayeonekana kusababisha tatizo hili la UTI kwa kiasi kikubwa ni huyo anayepatikana katika eneo hilo. Ni vizuri ukatambua kwamba ugonjwa huu pia unaweza kuwa ni tatizo kwa baadhi ya watu, lakini tukiachilia mbali hali ya kuwa ni tatizo kwa baadhi ya watu, imekuwa ikitokana na mwanadamu kwa kuwa na matumizi makubwa sana ya vyakula vyenye sukari. Na nizungumza hilo ili nieleweke. Kwa nini tunasema matumizi ya sukari? Unapotumia sukari kwa kiwango kikubwa, pH ya mwili wa mwanadamu huwa inabadilika. Na ikibadilika, badala ya kutawaliwa na mfumo wa kawaida wa ulinzi, na niweke tofauti kidogo hapo nieleweke, nina maana kwamba mfumo wa uzazi wa binadamu yeyote bila kujali jinsia unalindwa na acid au tindikali. Sasa tindikali hii inapokuwa imezidiwa na kiwango cha sukari kilichoingia, huwa inabadilika kutoka kwenye mfumo wa acid kwenda kwenye mfumo wa alkaline. Na hii ni baada wale bakteria wa lactobacillus bacteria kuondoka, basi ujikuta mtu anaambulia kiwango kikubwa sana cha alkaline, jambo ambalo ni rahisi zaidi kupelekea hali hiyo kujitokeza. Ndio maana tunashauri sana matumizi ya sukari yawe kwa kiwango kidogo sana, matumizi ya vyakula vya wanga yawe kwa kiwango kidogo sana. Lakini pia tukiachilia mbali hilo, kitu kingine kinachoweza kuchangia mwanadamu kupata tatizo hili ni matumizi kutokuwa na matumizi ya kutosha ya maji. Mwanadamu anapaswa kunywa maji ya kutosha, na hii mara nyingi sana unaweza ukajikuta mtu anakuambia sasa maji ya kutosha ni kiasi gani? Unajua ni ngumu sana kulijibu hilo swali. Lakini ni vizuri kaeleweka hivi, kila mwanadamu anapaswa kunywa maji kulingana na uzito alionao. Hatuwezi kuweka flat rate. Lakini pia hii itategemea kama una shida ya figo, mara nyingi sana ni vizuri kumuona daktari akakuelekeza namna ya kunywa maji kulingana na tatizo lililonalo. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Hiyo ni sababu nyingine. Ni vizuri ukatambua pia tatizo la upungufu wa kinga mwilini, nalo limekuwa ni sababu kubwa ya kumpelekea mwanadamu kupata tatizo la UTI. Achilia mbali habari za matumizi ya maji na vitu kama hivi, lakini tuna shida nyingine. Tuna shida nyingine ambayo inaweza ikawa ni sababu nyingine kubwa kabisa: kushiriki mapenzi kinyume na mapenzi. Hilo nalo ni tatizo.
Mara nyingi pia tunashiriki alafu tunaongeza saa zingine na vimiminika kuvilainishi na vitu kama hivyo. Kama havijawa vimeidhinishwa kwa kazi hiyo, si shauri. Maanake wengine wataenda na mafuta sijui ya rezi, sijui mafuta gani, wanayajua wenyewe. Yale nayo sio salama bado katika mfumo wa uzazi, kwa sababu yanabadilisha ule muundo pamoja na wale bakteria wanaomlinda mwanamke, na hivyo kujikuta anatengeneza ugonjwa wa UTI. Nyingine, namna ya kujisafisha. Maana wengine anapoenda kujisaidia haja kubwa, badala ya kuvuta ule uchafu kupeleka nyuma, anavuta kuleta mbele, akiwa anatambua maumbile yake yakoje. Ni rahisi zaidi kujikuta anajiambukiza. Matumizi ya zile nguo za ndani ambazo ni za mtumba, nafikiri serikali imepiga marufuku, lakini bado watu wengine wanazivaa. Hilo ni sababu nyingine ya kupelekea kuambukizwa. Achilia mbali hiyo, unapoenda kushiriki na mwenzio, hakikisha mmenawa mikono wote, kwa sababu unaposhika via vya uzazi ukiwa umeshika sehemu yenye bakteria, ni rahisi zaidi kuhamisha. Kama una fungus, jitibu kwanza fungus zako ziishe, ndipo uende ukashiriki na mwenzio kuepukana na hili tatizo la UTI. Hivyo ni baadhi ya vitu. Ikirudi kwa upande mwingine, kwa wanaume wale ambao hawajatahiriwa, tunawashauri watahiriwe. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikachangia sana, lakini kikubwa zaidi ni kujitunza na kufuata hizo kanuni ambazo nimekwisha kuzieleza. Kuna shida kidogo. Bwana, unaweza ukaita UTI sugu ukiwa na tatizo lingine sugu. Kwa nini nasema hivi? Asilimia kubwa ya watu wanaosema wanasumbuliwa na ugonjwa wa UTI sugu, ukiwafuatilia utagundua na ugonjwa wa pangusa, chlamydia. Haya ni baadhi ya magonjwa zinaa. Na bahati mbaya ni moja ya magonjwa ambayo hayana dalili za wazi za mapema. Kwa hiyo dalili ya kwanza unayoipata ni UTI kujirudia mara kwa mara. Hiyo ni jambo la kwanza. Maana yake ukiona UTI imejirudia mara kwa mara, nenda kapime STD, magonjwa ya zinaa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, tunayafanya magonjwa kuwa sugu kwa matumizi ya dawa yasiyo sahihi. Mfano, mtu anahisi baridi, anapata zile dalili za kupata maumivu wakati mkojo unapokuwa umembana, na anapoenda kujisaidia anapata zile dalili zote za mtu mwenye UTI. Maana yake mkojo utakuwa unauma, atahisi homa nyakati za jioni, mara nyingi anakosa amani katika mfumo wake wa uzazi. Unapopata zile dalili, wengi wanaambiana mtaani, hiyo itakuwa UTI bwana, wewe kanunue dawa fulani meza. Sasa utakapotumia dawa ambayo sio sahihi, alafu ile dawa usimalize dozi, hiyo inakuwa ni sababu, ni kesi ya pili. Maana yake umefanya kosa la kwanza kujiidhinishia dawa, ya pili ukatumia dawa hukumaliza. Maana yake unaofanya ule ugonjwa kuwa sugu zaidi. Lakini kibaya zaidi, matumizi makubwa ya antibiotic bila maelekezo ya daktari. Hizi dawa zina tabia kushusha kinga za mwili. Sasa kinga za mwili zikishuka, kwa nini wewe usiwe na hilo tatizo? Kwa nini nisiendelee kujirudia? Kwa nini usihisi kwamba hili tatizo huwa haliishi? Sijui kama naeleweka vizuri. Na utaona kwamba wengine ni wale ambao inafika kipindi ametumia dawa, imeisha, tatizo anahisi kama limeisha, lakini baada ya wiki mbili tayari tatizo lipo. Saa zingine inawezekana akawa ameambukizwa tena, kwa sababu zile kinga zilikwisha kushuka, hana mlinzi tena. Tatizo hilo linajirudia, alafu tunaendelea kuliita ugonjwa sugu. Lazima tuangalie vitu ambavyo vinaweza vikachangia hivi vitu kuweza kujitokeza. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinachangia. Lakini issue nyingine ni tatizo la kisaikolojia. Najua, mimi naamini subconscious mind ya mwanadamu ndio msingi kamili wa maisha ya mwanadamu. Ukishatia hofu juu ya jambo fulani, nataka nikuhakikishie vitakusumbua. Kwa sababu mifumo yote ya mwili inategemea taarifa kutoka kwenye ubongo wetu. Sasa ukishaamini una UTI na huwa haiponi na hakuna dawa inayoweza kulitibu, nataka nikuhakikishie usipobadili hiyo mindset, huenda ukatumia dawa zote na bado tatizo lisiishe. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo nimekuwa na uzoefu navyo kwa kiasi kikubwa kuhusu habari za magonjwa ya UTI kuitwa sugu. Hakuna ugonjwa sugu kwenye UTI. Ni mmoja kati ya magonjwa yanayotibika kirahisi sana. Labda tu nikupe faida wewe msikilizaji. Hii nakupa faida tu, sio tiba, ni faida. Labda nikupe hiyo faida ndogo mtazamaji, kwa faida yako. Na ni vizuri ukatambua hii sio kinga. Sio tiba, ni kinga.
Manake kwa yule ambaye hana tatizo la UTI anaweza akaitumia. Chukua kitunguu saumu, angalau punje 3 zisizidi 4. Changanya na kitunguu maji, changanya na limau, weka tangawizi kidogo, changanya kwenye kachumbari yako, kula angalau mara 2 asubuhi na jioni. Hapa unaimarisha kinga dhidi ya ugonjwa wa UTI, na hii haitokusumbua tena pale utakapokuwa maambukizi yameingia. Vitakuwa vinaingia vimelea, wale wanaondolewa kwa sababu kinga ziko juu. Hii inasaidia sana kwa wale ambao wanahitaji kujikinga. Lakini kwa wale ambao tayari ni waathirika, basi wanatakiwa kutafuta dawa. Wakishatibu tatizo likaisha, wanarudi kwenye mfumo wa vyakula, na utaona itakusaidia. Kula hiyo niliyokuelekeza, kunywa na maji ya kutosha, na utaona tatizo linakaa vizuri, halitokusumbua tena. Swala la UTI kama tulivyokwisha kulizungumza lina uwanja mpana sana, maana linagusa magonjwa mengi. Utaona tumezungumza habari za ugonjwa wa kaswende, kisonono, pangusa, maana yake hata magonjwa ya zinaa nayo yanahusika. Na utaona kwa 99% mwanaume mwenye ugonjwa wote wa zinaa akosi ugonjwa wa UTI. Sasa hivyo vinachangia, lakini tunapoenda kuhitimisha ni vizuri sasa ukatambua kwamba kinga nimekwisha kukuelekeza. Tiba kwa wale ambao bado ili tatizo linawasumbua, tiba zake zipo, na unapopewa dozi hakikisha zinaisha. Ikiwa umetumia dawa mpaka umechoka, maana kuna wengine wafika mahali anaufahamu sasa ugonjwa kuliko daktari, kwa sababu amekaa nao miaka, amefanya research za kutosha, wengine wamegoogle mpaka kwenye mitandao, wanaofahamu vizuri, lakini bado tatizo la kupona kwake limekuwa changamoto. Ni vizuri ukatambua ugonjwa unatibika kirahisi kuliko magonjwa yote. Kwa hiyo tukiwasiliana, nina imani unaweza ukapata tiba sahihi kabisa. Achilia mbali hilo, ni vizuri pia ukatambua mifumo ya tiba ya ugonjwa wa UTI ya kwanza kabisa huwa ni kuimarisha kinga, wala sio kupambana na ugonjwa. Na ndio maana tunasema hakuna mwanadamu anayeweza kuugua ikiwa mifumo yake ya kinga itakuwa imeimarishwa vyema. Hao ni baadhi ya mambo ambayo ni vizuri sana kuyatambua. Na ulikuwa nami Dr. Richard Kavishe, ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha Golden Gate Sanitarium Clinic, na kwa sasa kinapatikana Nzuguni. Unapanda daladala zinazoenda Nzuguni kwa masista, shuka darajani, ukivuka hilo daraja mbele yake kama unaelekea shule ya Lwambo utalikuta bango la Golden Gate. Kituo hiki kilikuwa area C, kwa sasa kimehamishiwa maeneo ya Nzuguni. Niwakaribisha na watakie kila lililo laheri wakati tunapoendelea kupambania afya zetu, maana mtaji wa kwanza mwanadamu ni afya zake.